Salama kabisa. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Mambo yanaendaje? Tunamshukuru Mungu, mambo yanaenda vizuri. Vipi kwa lazima? Tunaendelea nayo na ufungo. Au sio? Sasa. Bana, wasikilizaji na watazamaji wanatamani kufahamu kwamba leo studio tupo na nani? Yes, kwa jina naitwa Boniface Samson Charles, ni waziri wa Teaching Factory na miundombinu katika serikali ya wanafunzi ndani ya taasisi ya teknolojia Dar es Salaam DIT. Okay, Dar es Salaam Institute of Technology. Bana, Dar es Salaam Institute of Technology ni chuo ambacho kinahusisha sana masuala ya teknolojia na masuala ya engineering. Sasa leo vijana wanahitaji kutambua kwanza, mada kuu siku ya leo kwa wapendwa wasikilizaji na watazamaji ni kwamba namna gani kama kijana unaweza kuchagua field yako na itakusaidia vipi kupata connection ya kazi na ajira kwenye hiyo field yako ambayo unaenda kuifanya. Sasa kabla tujaenda mbali, angetupa story kidogo. Upo mwaka wangapi kiongozi? Mimi niko mwaka wa 3, nachukua diploma of mining engineering. Mining engineering. Sasa mimi ningependa kufahamu story kidogo. Kwa mara ya kwanza wewe umeenda field, kufanya field ilikuwaje? Nataka story kidogo for the first time. Umeenda field pale, umeanza kufanya field. Kama dakika 2-3, nipe story kidogo kwanza ili watu wajue tunakiongelea nini hasa. Yes, asante sana ndugu mtangazaji. Kwa mimi hapa field yangu ya kwanza nilifanya mkoani Geita kwa sababu nadili sana na mining. Kwa nilienda sehemu moja inaitwa Nyarugusu, ni migodi midogo. Ya, kwa hiyo changamoto zipo za hapa na pale, lakini tulimshukuru Mungu tulimaliza salama. Ya, kwa tulijifunza vitu vingi sana sehemu ile. Mgodi mmoja unaitwa Msangano Gold Mine Project ya upo maeneo ya Nyarugusu. Ya, walitupa knowledge kubwa sana ambayo tulikuwa tunafundishwa tu darasani theory. Kwa kule tukaenda tupata practical in deep. Ya, tunamshukuru Mungu sana. Labda changamoto kubwa ambayo ilikufanya mpaka sasa uone mbona kama field ni kugumu hivi ndugu yangu. Yaani changamoto moja ambayo ilikupa ile mitikisiko kidogo ulivyokuwa field. Ya, nilipokuwa field changamoto kubwa kwa sababu kwa kozi yetu sisi hapa ya mining tunasoma Dar es Salaam, lakini sehemu kubwa ya kufanyia kazi inakuwaga ni mikoani, kwa sehemu zenye migodi. Kwa hiyo na kwa changamoto kubwa sehemu zenye migodi tulikuwa tujaiki kufika. Kwa hiyo tulipofika kwa mara ya kwanza tunaanza kuona ya mara ya kwanza kidogo kuadapt mazingira ilikuwa very challenge, lakini time the way ilikuwa inaenda tukaja kuona ni sehemu moja hapo ya kujifunza. Kwa kuwa na changamoto kubwa sana kwa upande wangu. Okay. Sasa kidogo hapo wasikilizaji wamepata kujua kwamba nini hasa tunakiongelea na nini tunaenda ukiongelea. Sasa kama wewe waziri wa Teaching Factory, si ndio hivyo masuala ya connection kati ya chuo na industry, si ndio hivyo? Sasa labda ni mambo gani muhimu mwanafunzi anatakiwa azingatie ili anapoenda kuchagua field, yani anapoenda kupick up kwamba nataka nikafanyia field same fulani, si ndio hivyo? For the first time wewe unaenda migodini. Najua mining ni kufanyia kazi migodini tu, hamna sehemu nyingine. Sehemu zipo, kuna migodini, anaweza akafanya ofisini, tumia madini. Kwa inategemea na passion ya mtu aende kujifunza. Okay, sasa tunahitaji kufahamu labda mambo muhimu, let's say kama 5 tu vya kuzingatia unapo pick up sema kwenda kufanya field. Asante sana. Na kwa kuwa wizara yetu si pale chuo cha DIT inadili sana na mambo ya IPT, Industrial Practical Training. Waga tunawapaga sana wanafunzi elimu vitu vya kuzingatia, na moja ya kitu ambacho tunahamasisha waangalie kwanza uhusiano uliopo kati ya sehemu anayoenda na kozi ambayo anachukua. Okay. Kwa hiyo kama mwanafunzi upo kozi fulani, kabla ya kwenda sehemu hiyo inabidi ufanye case study, ujue hii sehemu ninayoenda kwa hichi ninachokisomea naweza nikaenda nikapata knowledge ile ya practical ambayo inaweza ikanisaidia mimi. Kwa hiyo cha kwanza lazima ujue uhusiano uliopo kati ya unachokisomea na sehemu ambayo unaenda. Okay. Yes, lakini kitu cha pili ambacho tunawafundishaga wanafunzi wengi ni mazingira.
mazingira, location ya sehemu unayoenda. Okay. Kwa sababu challenge moja wapo ambao wanafunzi wengi wanapitia kipindi cha field, field unakuta inaenda wiki karibia 10, 9 hadi kama 2 Kwa unapochagua sehemu ambayo iko mbali kidogo na nyumbani, lazima ujiandae in terms of accommodation. Accommodation lazima zitakuwa kubwa. Kwa mwanafunzi lazima aangalie pia mazingira ya sehemu anayoenda, ataweza kuimudu. Kwa tunachoshauri wanafunzi wengi waende sehemu ambayo iko karibu na nyumbani, au sehemu anayoenda kuna hata ndugu relatives ambaye anaweza kukaa kwake. Sababu kama kwenu ni Mtwara afu unaenda field Kigoma, actually afu unakuta sasa challenge nyingine hamna mtu yote unayemfahamu, utaenda kuishi wapi? Kwa hiyo hicho na chenye tunawaambiaga sana wazingatie. Lakini kingine pia wazingatie sifa ya kampuni ambayo anaenda kufanyia field. Sifa ya kampuni, sababu kuna baadhi ya kampuni mwanafunzi anaenda kufanya field, kwa historia yake unakuta wanafunzi wa field hawapewi ushirikiano wa kutosha kwenye kujifunza practical. Sababu lengo la field ni mwanafunzi ajifunze practical. Kwa lazima afuatilie pia sifa ya kampuni. Hii kampuni ina sifa gani kwa kuwapokea wanafunzi ambao wanaenda kufanya field. Yes, na kitu kingine cha kuzingatia, angalie sehemu anayoenda kama atapata usaidizi mzuri wa industrial supervisor, kama kutakuwa na supervisor, mtu wa kumsimamia na kumpa maelekezo kwamba hapa fanya hivi, hapa fanya hivi. Yes, actually, kwa sababu challenge nyingine wanafunzi wanaenda sehemu za field, unakuta baadhi ya taasisi zinawatenga, hawapati ile supervision nzuri, kwa sababu lazima upate industrial supervisor. Kwa hiyo mwanafunzi lazima angalie sehemu ninayoenda, je, kutakuwa na hivyo vitu. Yes, lakini kingine cha kumalizia hapo, mwanafunzi pia lazima aangalie kwa sehemu anayoenda, kama anaweza kujifunza vitu practical. Asiende sehemu ambayo kwa sababu labda influence ya marafiki, umeona sehemu labda ipo karibu na nyumbani, lakini hakikisha sehemu anayoenda anaweza kujifunza vitu practical, akajifunza kutoka kwenye theory ambayo ameisoma darasani, akaenda kufanyia kazi. Kwa hiyo sehemu kama kuna instruments za kutosha, vifaa ambavyo vinaweza vikamwezesha yeye kufanya field effective, kwa lazima azingatie vitu hivyo. Okay bana, mambo ni mazuri, lakini pia wewe umeshafanya field kadhaa, si ndio hivyo? Sasa unajua unapoenda kufanya field, mnaenda kwa labda let's say ofisi moja ya mining ya usimamizi wa migodi, let's say mmeenda 5 au 7 kwenye ofisi moja, si ndio hivyo? Na wote mnasoma mining. Sasa wewe kama mtu unayesoma mining unataka kuwa tofauti na wale wenzako ambao mpo nao, yani unapotoka pale kwenye field umetoka tofauti na wenzako, labda vitu gani vya kuzingatia ili utoke na tofauti, yani uwe na utofauti na wale ambao watu ulikuwepo nao kwenye field, kwamba huyu tupo naye field lakini nimemzidi 1 2 3, au mimi nataka kujitofautisha kwa kufanya kitu fulani na fulani. Umeona? Sasa ule nahitaji ile uniqueness yako unapotoka kufanya field na wale watu ambao ulikuwepo nao. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye kutengeneza utofauti sehemu ya field, kitu cha kwanza ni nidhamu, discipline. Ndio. Kwa hata mkiwa wanafunzi tuseme zaidi ya 5, lakini nidhamu ndio kitu cha kwanza kwenye kutofautisha kati ya wewe na wenzako. Kwa nashauri pia wanafunzi wengi pia wazingatie nidhamu. Kinaweza kikafanya hata wale ambao umewakuta pale viongozi wa hiyo kampuni au wa hiyo hicho kiwanda, hiyo taasisi, waweze kukuona wewe ni mtu wa tofauti unapoonyesha discipline. Nidhamu zidi ya wafanyakazi uliowakuta, nidhamu zidi ya wanafunzi wenzako ambao wameenda kujifunza, nidhamu zidi ya supervisor wako. Lakini kitu kingine ni kwenye kuzingatia muda, time management. Yes, time management, kuzingatia muda wa kuripoti sehemu ya field. Yes, muda mnaopewa mfanye kazi, kwa kazi mmepewa labda mkamilishe hadi muda fulani. Yes, hiyo pia ukiwa unazingatia itaweza kukusaidia kukutofautisha. Lakini kingine pia ni passion ya wewe kujifunza, ile nia wewe kutaka kujifunza vitu vingi.
ya kwa mnapoenda sehemu ya field, mnapokuwa zaidi ya 5, sio wote mnakuwa mna passion moja. Mnakuwa na passion tofauti kwenye kupambania career zenu. Kwa hiyo unapoonesha ile nia ya kujifunza, inakusaidia kukutofautisha na wengine. Kwa kama kuna time labda wenzako wamepumzika, labda unaweza ukaenda ukajifunza vitu extra. Kama kuna time labda ya weekend, unaweza ukaomba kwenda kujifunza. Hiyo na yenyewe lazima ikutofautishe na watu wenzako. Ni vizuri zaidi. Kwa hiyo wewe mara kwa mara unapokwenda field, ukizingatia hivyo vitu hivyo, unaona kabisa mimi ni tofauti kabisa na wale ambao nilikuwa nao field. Absolutely. Si ndio hivyo? Ndio. Sasa labda let's say twende kwa upande mwingine kwamba tunapokuwa tunafanya field, kuna namna ambapo tunakuwa tuna connect na wale supervisor na wale pale viongozi kwa ujumla pale ofisini. Sasa labda kuna umuhimu gani wa kuishi vizuri na wale supervisor wa pale na wale viongozi wa pale? Umuhimu labda wa kuwaheshimu, kuishi nao vizuri, kutumia social skills kwenye kufanya mambo mbalimbali pale ofisini. Umuhimu gani labda wanafunzi ambao hawajui, kuna umuhimu gani wa connect vizuri na wale supervisor? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye hiyo swala la kuconnect na supervisor lina umuhimu mkubwa sana, hasa kwa wanafunzi ambao wanaenda kujifunza, kwa sababu field inakuwa ni muda mrefu kidogo mnakaa nao. Kwa hiyo mtakuwa mnajuana. Na lengo kubwa la field uanze kujifunza kwa vitendo kile kitu ambacho unakisomea. Kwa hiyo sehemu unayoenda obvious ndio sehemu ambayo baadaye unaweza kuja kurudi kuomba kazi ya asilimia kubwa sana. Kwa hiyo unavyoishi na watu vizuri, inakutengenezea fursa ya baadaye, hata ukirudi baadaye nafasi za kazi zimetangazwa, unakuwa pia wewe wa kwanza kwenye kukumbuka, kukupa taarifa. Inakusaidia pia kwa kiasi kikubwa kupata kazi kwa urahisi. Yes. Okay, kwa hiyo kama kijana unayetusikiliza bana, kama wewe unasema unaenda field kwa sababu chuo kimesema uende, unaenda tu for leisure, haisi ndugu yangu, usije ukalalamika kwamba ajira hakuna. Umeona? Ajira zipo. Sema ajira tunazipateje? Namna gani wewe ukaishi vizuri na supervisor wako? Yaani ajira zipo tu, yaani ajira zitakufuata. Kama nilivyo kusha kusema hapo, money it will follow you. If you will follow what? The dream. Yaani hela zitakufuata tu kama wewe ukifuata ndoto yako. Kwa hiyo ajira itakufuata kama wewe pia utafuata nini? Ndoto yako. Kwa hiyo ajira zipo, tuishi vizuri na watu. Unapoenda field jaribu kuconnect kwa wale watu ambao upo nao pale supervisor, ongea nao vizuri. Lakini pia Bwana Boniface, kitu kingine ambacho waga kinafanyika kule field, umeona kitu ambacho waga kinafanyika kule field ni kwamba kuna kuandika ile report, umeona ili kupeleka kule chuoni. Sasa labda kuna umuhimu wowote wa wewe kuandika personal report yako labda kwa ajili ya matumizi mengine? Kuna huo umuhimu ukiachana na ile ambayo inaenda kule chuo, kuna ile report. Sasa kama unahitaji kuandika report for personal issues, labda inaweza kaa ina umuhimu gani au haina umuhimu wowote? Hata usipoandika personal report haina shida? Hapana, hakuna kitu ambacho kina umuhimu sehemu ya field. Kwenye kuandika personal report ina umuhimu mkubwa sana. Na nakumbuka tu field yangu ya mwisho niliyoifanya ilikuwa kila wiki wanakuemphasize uandike personal report ya kitu ambacho umejifunza ndani ya wiki hiyo. Kwa tulipewa miongozo kwenye hii wiki, hakikisha umejifunza kitu hiki. Kwa hiyo unapoandika personal report yako inakusaidia pia hata wewe kwenye kukumbuka baadaye unapokuja kusoma, kwa sababu kule vitu vingi mnajifunza practical. Kwa hiyo obvious kuna baadhi ya vitu ambazo unajifunza darasani hamkufundishwa, obvious. Kwa hiyo unapoandika ile report yako personal inakusaidia pia kukumbuka baadaye unaporudi chuo, unaangalia kitu fulani kumbe nijifunza field na teknolojia, kwa sababu kwa sasa hivi sehemu nyingi zinatumia kidogo advanced technology, hasa kwenye sehemu ambayo tunaenda kufanya field. Kwa hiyo unapoandika vile vitu, hata ukienda baadaye
unakaa chuo, baada ya muda fulani ukija ukivisoma una recall kwamba sehemu mimi nilienda kulikuwa tunatumia vitu hivi. Na inasaidia pia hata mnapokuja chuo mnaweza mkaanzisha labda kikundi cha watu fulani, mwe mnashare vitu ambavyo mmejifunza kule. Yes. Kwa hiyo kupitia ile personal report yako ambayo ulitengeneza utakusaidia pia kutransform idea ambazo umejifunza kule, vitu ambavyo umejifunza kule kwenda kwa wanafunzi wengine ambao wakupata nafasi ya kwenda kule. Kwa hiyo ina umuhimu mkubwa sana. Okay, bana, hicho kitu cha ripoti ni kitu ambacho kinakusaidia wewe kama mwanafunzi kuwa na portfolio nzuri, kwa sababu hata unavyoenda kituo cha polisi polisi akaambiwa fuatilia kesi fulani afu niletee ripoti, anaandika ripoti ya kile kitu ambacho ameenda kukifuatilia. Kwa hiyo hii ripoti ni ina umuhimu sana hata pale unapohitaji kutengeneza portfolio yako. Umeona? Na hichi kitu ni cha muhimu sana, inabidi pia utuelezee namna gani ya kutengeneza portfolio nzuri ukishatoka field. Ili hiyo portfolio yako hata unapoenda kufanya kazi sehemu fulani au kuomba kazi sehemu fulani, basi wakiomba portfolio utoe portfolio ambayo imenyooka, ambayo ina vitu ambavyo leo umevifanya. Kwa namna gani sasa mwanafunzi yeye anaweza kuandaa portfolio iliyokuwa nzuri baada ya kutoka field? Asante sana mtangazaji. Mwanafunzi ni muhimu sana kwa sasa hivi, zama za sasa hivi ni muhimu sana kwa mwanafunzi kuwa na portfolio yake binafsi. Kwa hiyo kitu ambacho waga tunashauri wanafunzi wengi, unapotoka field hakikisha unatengeneza portfolio ambayo itakusaidia wewe mbeleni. Na kitu kikubwa cha kuzingatia kwenye portfolio, lazima uambatanishe vile vitu ambavyo au uolozeshe vile vitu ambavyo ni unique, umejifunza vitu unique. Yes, kwa hiyo itakusaidia kwenye baadaye kutofautisha na watu wengine. Tupe vitu vimoja wapo hapo vya kuambatanisha kwenye hiyo portfolio, vitu unique. Umeniambia vitu unique, kwa tutajie vitu kadhaa ili sasa waelewe kwamba ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuambatanisha kwenye hiyo portfolio. Kitu unique ni kwa mfano skills mpya ambazo umejifunza hiyo sehemu ulienda kufanya field. Kwa obviously unavyoenda field kujifunza lazima kuna vitu vipya unajifunza day to day. Kwa hiyo ukiambatanisha kwenye portfolio yako, na yenyewe inaweza ikakusaidia baadaye mtu kukutambua kwa rahisi, labda wewe ulijifunza kitu hiki. Inasaidia kusummarize kila kitu. Okay. Bana, huyo ni Boniface kutokea pale chuo cha Dar es Salaam Institute of Technology. Huyo ni waziri wa Teaching Factory. Yeye ndo anahusika masuala ya field, kuconnect chuo na viwanda. Kwa hiyo wanafunzi, jamani, tuwatumie vizuri viongozi wetu, kwa sababu viongozi ndo wanaotupa connection, ndo wanaotupa madili. Sasa kabla hatujaendelea, tungepata mapumziko mafupi kidogo, enzeni aje atuelezee ni watu gani yeye ambao amekutana nao kwenye uongozi wake kwa waziri wa Teaching Factory, na kwa nini amekutana nao. Lengo haswa la kukutana na hao watu wazito ilikuwa ni lipi? Huenda kuna mambo mazuri yameandaliwa, lakini hatuambiwi. Kwa hiyo tukirejea tutakuja kusikiliza ni watu gani ambao amekutana nao yeye na ni watu wa namna gani. Kwa hiyo tupate mapumziko mafupi kidogo, and then tutarejea. Unazungusha antena kama unaliwa uwai. Tumerejea tena katika kipindi chetu cha Campus Cycle na mgeni wetu tukiwa na Boniface, na hapa pia mtangazaji wako ni Tumaini Po. Sasa kwa wale ambao wanatusikiliza, kama kwa wewe ambao unaingia sasa hivi, tulisema kwamba tukirudi muda huu mgeni wetu atakuwa anatuelezea ni watu gani ambao amekutana nao kwenye huu uongozi wake wa kuwa waziri wa Teaching Factory, yani kuunganisha vyuo na viwanda. Kwa tatuelezea ni watu gani ambao wamekutana nao na msaada wao watu ambao wamekutana nao kwa chuo, labda aidha chuo au wanafunzi ni upi ambao utakaweza kuwasaidia kuwa connect wao na hivyo viwanda au viongozi ambao wamekutana nao. Karibu sana kiongozi. Asante sana. Ndio. Asante sana ndugu mtangazaji.
Kwenye maisha yangu ya uongozi, watu ambao nimefanikiwa kukutana nao hadi sasa hivi ni wengi. Okay. Lakini nitataja baadhi tu. Na nilifanikiwa kukutana na Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi katika uzinduzi wa mpango kazi wa pamoja ushirikiano kati ya viwanda na vyuo uliofanyika pale JNICC tarehe 9. Tulikutana na Mheshimiwa Makamu wa Rais, alikuwa kama mgeni rasmi. Yes, na manufaa mojawapo ya uzinduzi wa mpango ule kwa wiki zilizopita hapa, nadhani wiki iliyopita, chuo chetu cha teknolojia tulipeleka moja wa wahandisi wetu wa mechanical engineering, wahandisi wa mitambo, walienda kampuni ya Tata Group kwenye kujifunza masuala zima ya ujuzi na mambo kwa vitendo. Yes, kwa hiyo ni moja ya matunda. Lakini pia mtu mwingine ni kufanikiwa kukutana na meneja wa kampuni ambayo nilifanya nao field, inaitwa AUMS, African Underground Mining Service. Ni kampuni ya Australia, inafanya kazi zake pale GCM. Kwa nilikutana na meneja, tunatengeneza ushirikiano kuhakikisha namna gani fursa hiyo niliyoipata inaweza kuwanufaisha wanafunzi wa DIT. Yes, kuona namna gani wanaweza kupata opportunity ya kwenda kujifunza kwenye hiyo kampuni kwa sababu ana teknolojia kubwa zaidi. Lakini pia mtu mwingine nimefanikiwa kukutana na Mr. Jumanne Mtambalike ambaye ni mkurugenzi wa Sala Ventures, lakini pia ana kampuni yake anaisimamia pia, inaitwa Vitalis Pebbles. Ni kampuni inayodili na mambo ya investment kwa small scale mining. Yes, kwa ni baadhi ya watu ambao nimekutana nao. Tunajaribu kuangalia namna gani tunaweza tukatransform hiyo opportunity ya kukutana nayo kwenda kuwanufaisha wanafunzi. Baadhi matunda yashaanza kuonekana. Yes, na mengine mambo mazuri yanatarajia kuja. Labda umekutana na viongozi hao na kutaka kuwasaidia na kuwapelekea manufaa wanafunzi wa DIT, si ndivyo? Ndio. Na tunajua kwamba kuna vyuo vingine vinafundisha mining kama UDSM wapi, na vyuo vingine ambavyo vinafundisha mining, si ndivyo? Je, mwanafunzi kama huyo unaweza naye pia ukamconnect kwenye hiyo issue, au ni wanafunzi wa DIT tu peke yake? Yes, kwa wanafunzi wa vyuo vingine ambao wanasoma mining, tupo kwenye mpango actually wa kuja kuanzisha union moja ya wanafunzi wote wanaosoma mining ambayo tuliipa jina mwanzo, itaitwa Tanzania Mining Student Union, ambayo itajumuisha wanafunzi wote wa mining Tanzania wanaosoma Dar es Salaam Institute of Technology DIT, wanaosoma UDSM, wanaosoma MUST na wanaosoma UDOM, MLI na vyuo vingine ambavyo nimevisahau. Kwa tuna mpango huo wa kuja na organization moja ambayo itakuwa inahakikisha inawapa fursa wanafunzi wanaosoma mining, yes, zitakazotokea. Asante sana. Okay bana, kwa wewe mwanafunzi ambaye unasoma mining, kidogo umekutana na watu ambao tunasema cool headed, yani mindset zimetulia. Kwa hiyo ikitokea fursa kama hii, wamesema kwamba wanaleta organization ya kuunganisha watu wote wanaosoma mining. Kwa hiyo zinapotokea fursa kama hizi, jamani, tusizikose, kwa sababu unapokutana na mwanafunzi wa mining wa UDSM, unapokutana na mwanafunzi wa mining wa DIT, basi mnaweza kutengeneza connection au unatengeneza network ya watu ambapo watu wao wanaweza kusaidia kupata kazi, kupata ajira kama hivyo. Kwa hiyo tutumie chance. If you get chance, use it perfect. Muda urudi nyuma, muda unaenda, haurudi nyuma. Kwa hiyo unapopata chance itumie. Labda kiongozi, kwenye upande wa field, kwa kuwa wanafunzi wengi wanakuwa wanaenda field lakini hawajui namna ya kuonesha thamani zao wakiwa sema field. Unajua kuna field zingine mwanafunzi anaweza kaenda, the way anavyoonyesha thamani na kile kitu ambacho anacho analipo, si ndivyo? Sasa namna gani kijana atengeneze thamani yake kwenye ile sehemu ambayo ameenda field? Yaani kivipi kijana akatengeneza thamani yake pale anapoenda kufanya field? Yaani hata kama asipolipwa, lakini thamani yake wanaikumbuka hadi atakapoondoka. Yes, asante sana ndugu mtangazaji. Kwa wanafunzi wote ambao wanatarajia kwenda kujifunza kwa vitendo sehemu mbalimbali, ikimaanisha kwa mwezi wa 3 tuna program DIT, tulitoa barua watu waende wakaombe internship za muda mfupi, na wale ambao wanatarajia kwenda IPT ya mwezi wa 8. Kitu kikubwa zaidi cha kuzingatia sehemu unapoenda kule,
ni kuacha value yako pale, kuonesha value yako. Na kitu kikubwa ni waga ni discipline, yes, pia na uwezo wa wewe kwenye kutaka kuonyesha, kutaka kujifunza mambo mbalimbali, ile nia yako ya wewe. Wanafunzi wengi wanapoenda field unakuta yani kupewa taski, anaweza kapewa taski lakini asifanye on time, au anafika tu anasubiria hadi apangiwe au lizi labda kwa hiyo siku tutakuwa tuna program gani. Yes, kwa hiyo kwenye kuonyesha samani, ukitoka watu wakukumbuke, onyesha kujituma kwako wewe katika kufanya kazi. Fanya kazi kwa bidii. Yes, kufanya kazi kwa bidii ndio kitu pekee ambacho kitaweza wewe watu wakaondoka, watu wakasema yes, tulikuwa na mtu mmoja hapa bwana, alikuja mafunzo field, alikuwa fresh, anafanya kazi very punctual. Yes, very punctual. Okay. Labda kwa upande mwingine tunavyokuwa maeneo ya field, kwa wale ambao wana mindset zilizotulia kama wewe kiongozi hapo, unajua unapoenda field wewe unatamani kuwa na kampuni yako. Absolutely. Sasa uenda unahitaji kuwa na kampuni yako, lakini kampuni yako unavyoianzisha inatokana na wewe kuona wengine wamefanyaje, kuona wanafeli wapi. Sasa labda wewe ulivyoenda field, labda ni idea gani pata kutokana na ile field uenda kufanyia, ni idea mpya ambayo unaweza kusema mbona hapa hichi kitu hawakifanyi kwenye kampuni yangu, nilenge kwenye hichi kitu ambacho hawakifanyi. Yaani udhaifu ambao wanao wao, ambao wewe ukianzisha kampuni yako wao hicho kitu hawana. Namna gani sasa unaweza kujua idea mpya au fursa mpya kwenye sehemu ambayo unafanya field? Yes, asante ndugu mtangazaji. Swali zuri sana. Kwenye tunapoenda field, cha kwanza unatakiwa usome mazingira ya pale unapoenda kufanya field. Vitu ambavyo program ambazo wanatoa kwenye kuwafundisha, yes, teknolojia ambazo zilizopo pale. Yes, lazima ufuatilie, na kwenye kufuatilia unaweza ukawa unaongea pia na watu ambao umewakuta pale, kampuni yao jinsi wanapofanya kazi, teknolojia wanayotumia, vifaa wanavyotumia. Yes, hiyo inakuwa njia rahisi zaidi ya kujua. Kwa hiyo unapoenda sehemu tofauti ili uje kuanzisha, tuseme baadaye labda unataka uje kuwa na kampuni, lazima upate exposure tofauti. Kwa hiyo kwa mimi tu, kwa upande wangu, kitu ambacho na principle ambayo naenda nayo kutafuta exposure. Kwa exposure nilioitafuta, nimetembelea small scale, hii migodi midogo, pia nimetembelea migodi mikubwa. Yes, kwa hiyo kitu pekee ambacho nilikiona kule ni kuna baadhi ya migodi ni teknolojia, na sio tu kwenye migodi, ni sehemu nyingi zaidi ambazo zina viwanda vinafanya kazi. Teknolojia ambayo wanatumia nyingi sana ziko outdated. Kwa hiyo ni fursa pia moja hapo, unaweza baadaye ukakaa ukafikiria namna gani nzuri ya kuja na teknolojia ambayo inaweza ikarahisisha kazi. Yes, teknolojia pia nimeona nenyewe ni sehemu moja hapo ya kuja kufungulia kampuni, kitu kizuri kifuatilia. Okay, bana, kwa wale wasikilizaji wanaotusikiliza, kama uelewi ataacha namba zake za simu, utamtafuta ili upate vitu vizuri zaidi, kwa sababu sisi tunavyokuwa tunaongea hapa ni kwamba tunakusaidia wewe upate mwanga kwenye kile kitu ambacho unakuwa unataka ukifanye. Kwa hiyo tunakupa mwanga kwamba namna gani ukienda field uweze kubehave na kutengeneza network na watu, kutengeneza connection za ajira. Kwa hiyo mambo machache tunayokupatia, basi ongeza na akili yako zaidi. Sasa kuna kitu ambacho wanafunzi wengi labda let's say hawakifanyi wakiwa maeneo ya field, ikiwemo na kuuliza maswali. Unajua wanafunzi wengi wanaogopaga sana kuuliza maswali, kwamba hajui kitu, kwa sababu unavyoenda field unaenda kujifunza, kwa lazima unauliza maswali. Na unakuta wanafunzi wengine wanaogopa, kama ulivyokuwa unasema, mtu anaenda field haulizi kwamba leo tunafanya nini, au mtu hajui kitu fulani hichi kinafanya nini, haulizi, anataka tu yeye atumie labda akili yake na nini hivyo. Labda unawaambia nini wanafunzi ambao waulize maswali, na labda kwa wale ambao hawajui umuhimu wa kuuliza maswali ukiwa field ni upi? Yes, kwa wanafunzi wote ambao wanapataga nafasi ya kwenda field, waga tunatoleaga seminar, ila hii ni kwa manufaa ya wanafunzi wote Tanzania nzima. Unapoenda sehemu ya kufanya field hizi IPT,
Cha kwanza tunashumu kwamba hujui chochote. Kwa unaenda kule kwenye kujifunza. Kwa kama ungekuwa mtu anajua kitu anachoenda kufundishwa angekaa nyumbani. Lakini unavyoenda kule kwenye kujifunza kwa vitendo, unatakiwa washumu hujui chochote. Itakupa nafasi nzuri zaidi ya wewe kwenye kuuliza maswali. Sasa unakuta wanafunzi labda tuseme ni uoga, labda kuuliza sijui nitaonekana hapa mimi labda sifuatilii. Lakini hata ma supervisor ambao wapo kule waga wanapendaga sana wanafunzi ambao wanauliza. Unapopata nafasi ya kuuliza ndo unaweza ukaelezea sasa kwa undani kwamba kitu hichi kinafanya hiki kinafanya hiki. Hiyo haimpi faida yule mtu ambaye anakuelezea, inakupa faida wewe ambaye umeenda. Na kumbuka tu unatoka kwenye theory unaenda kujifunza practical. Yes. Kwa hiyo kwenye practical vitu vingi unaweza ukawa unaona kama vinatofautiana. Darasani mbona nilisoma kitu hiki, huku field mbona kipo kitu hiki. Kwa hiyo unavouliza unaelewa kwa uzuri zaidi. Yes, wanafanya nini. Ni vizuri zaidi kuuliza kwenye kujifunza wewe binafsi, pia inakujengea pia na wewe skills nyingi za kujifunza. Asante sana. Okay, lakini pia tukiangalia hivi sasa teknolojia imezidi kuwa kubwa sana na watu wanatumia mitandao ya kijamii. Labda unaweza wewe mwenyewe unatumia mitandao ya kijamii, sio ndio? Labda kuna watu wengine kwa kazi ambayo unaifanya wanakudiemu Instagram, wanakudiemu TikTok na wapi kwa sababu ya kazi unaifanya. Labda mitandao ya kijamii inasaidia vipi kwa mwanafunzi kwenye field yake? Yes, kwa teknolojia ya sasa hivi huwezi kuepuka kutumia mitandao ya kijamii kwa wanafunzi. Lakini kitu ambacho waga tunashauri au napenda kuwashauri wanafunzi wenzangu, kuna mtandao umekuja ni sio famous sana, unaitwa LinkedIn. Ni famous sana. Yaani labda tu hawajui, lakini LinkedIn ni mtandao famous sana. Kwa wale ambao hawajui tutafute siku nyingine tuliongelee hili, lakini LinkedIn ni mtandao ambao ni famous sana kwa wale ambao kwanza LinkedIn nitoe tu shortway. Yes. Ni mtandao ambao ni upo professional sana. Kama unasoma mining kule unaenda kukutana na mining wenzako. Yes. Uwezi unasoma mining afu kwenye portfolio yako unaandika labda mining mechanical engineering, hapana. Ule ni mtandao upo professional way. Kwa watu wengi wanapata kazi kupitia huko, watu wanapata connection kupitia huko. Kwa hiyo tuwatoe hofu. LinkedIn sio mtandao na nilia mgeni, ni mtandao famous sana. Kwa hiyo ndo kama hivyo, ni mtandao famous jamani. Kwa hiyo usije ukasema kwamba hujulikani, unajulikana. Kwa hiyo hata ukienda Play Store ukiandika LinkedIn utajua tu, lakini tutakuja kuelezea hapa siku LinkedIn inafanyaje kazi. Tuendelee kiongozi. Yes, kwa wanafunzi wengi napenda kuwashauri tu, kuna mtandao unaitwa LinkedIn kama umetoka kuelezea hapo ndugu mtangazaji. Ni mtandao mzuri ambao unasaidia mwanafunzi sio mwanafunzi tu, mtu yoyote kutengeneza portfolio yake. Kwa hiyo kule unaenda una connect na watu, inakusaidia kupata network ya field ambayo uko industry ambayo. Kwa hiyo kama ni mtu wa mechanical engineer, kuna watu kule unaenda una connect nao ni wa mechanical engineer hapo kwenye hiyo sector kwa muda mrefu. Kwa hiyo inakusaidia kuitaweza kukupatia mentor. Kwa mfano mimi nimemtoa mentor wangu kupitia LinkedIn, niliconnect naye nikamdm, yes, na ananisaidia kunishauri, kunipa mwongozo kwenye career yangu, kama career guidance ananipa. Kwa ni mtandao wanafunzi ambao wapo kwenye watumie huo mtandao, waanze kutumia, una manufaa makubwa sana kwao. Tutakuja tuwaelezee namna gani unaweza kutumia LinkedIn. Kwa hiyo msijali, kwa sababu Campus Cycle ipo kwa ajili ya kuwahudumia nyinyi wanafunzi. Ndo maana kamili Campus Cycle. Kwa hiyo vipindi vyote ambavyo vinakuwepo kwenye Campus Cycle vinakusaidia wewe mwanachuo na wewe ambao umemaliza chuo kupata connection za ajira, ndo kama hivyo. Kwa hiyo usikose kutufuatilia sisi kila Jumamosi kuanzia saa 8 mpaka saa 10 hapa Boresha Radio. Na kwa wale ambao wanatusikiliza sasa hivi, tupo live YouTube. Kwa hiyo unaweza kutufuatilia YouTube pia kupitia Boresha Radio, tuko live. Kwa hiyo unaweza kaingia YouTube kule ukatufuatilia live. Kwa hiyo lakini kitu kingine Bwana Boniface, ni kitu ambacho wanafunzi wengi wanatamani
kusikia serikali inasemaje, si ndio, kwenye masuala ya field au IPT kwa ujumla, industrial practical training. Sasa wewe kama waziri, najua umetembea maeneo mengi, umetembea viwanda vingi, unajua hali ikoje ya viwanda. Ndio. Unajua hali ikoje ya wanafunzi wakienda field. Labda ni vitu gani vinatakiwa viongezwe kwenye field ya Tanzania ili wanafunzi waendelee kupata mafunzo mazuri zaidi ya practical? Yes. Swali zuri sana ndugu mtangazaji. Yes, kwa kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kiongezwe, wanafunzi wapate mafunzo zaidi ya practical, ni muda wa kujifunza, time. Kwa sababu kwa system yetu hapa Tanzania, wanafunzi wengi wakienda field waga wanakaa kuanzia wiki 8, 9 na 10. Yes, kwa hiyo kama ikiwezekana wanafunzi wa hiyo time iongezewe, wao wanakaa muda mrefu, wafike hata wiki 15, itawasaidia wanafunzi wengi kwenye kujifunza. Sasa yes, itawasaidia wanafunzi wengi kwenye kujifunza. Kwa hiyo yes, time pia iongezwe, ila pia kwa Tanzania kitu ambacho kipo, wanafunzi wengi wanavyofundishwa shuleni, wanaofundishwa vioni, theory nyingi sana ziko outdated, curriculum iko outdated. Kwa hiyo unakuta baadhi ya mambo hayaendani na ule uhalisia ambao upo kwenye industry. Yes, kwa hiyo nadhani kwenye ule mpango kazi ambao ulizinduliwa pia waliliangalia hili swala, na wadau tulishauri pia, yes, ikiwezekana curriculum yetu pia ibadilike. Yes, iendane na uhalisia na teknolojia, kwa sababu viwandani sasa hivi kuna teknolojia kubwa zinatumika ambazo shuleni mwanafunzi hazipati. Kwa hiyo unakuta mwanafunzi anapata ugumu zaidi kwenye kuconnect dot akitoka kwenye theory akiingia kwenye industry. Yes, kwa hiyo nadhani tukizingatia inaweza kusaidia mwanafunzi kujifunza zaidi kwa vitendo na kupata ujuzi kamili. Labda pia kwenye masuala ya teknolojia ambayo ipo Tanzania, mimi ningependa pia kushauri kwamba wanafunzi wanapoenda field, chuo au kipate taarifa za supervisor wa field, si ndivyo? Kwa sababu mtu anaweza akaenda kule, mtu anaweza akaenda field lakini asifanye chochote. Wao wenyewe watu supervisor wa kule field unakuta na mambo yao. Kwa hiyo mimi ningeshauri pia ile kipindi cha field, tunajua supervisor wa chuo anaenda kumsupervise mwanafunzi, lakini basi wale wanafunzi wa supervisor ambao wanapokuwa kule sehemu za kufanyia field, wawepo basi hata watu wa kuwasimamia wanafunzi wakiwa field, kwa sababu wanafunzi wengi wanaenda kule wanakutana na watu ambao wako busy na mambo yao, wako busy na kweli, yani wanafanya vitu vingine. Kwa hiyo yeye akienda kule labda tu atakuwa anaangalia huyu amefanya hichi, amekaa, au ameagizwa hichi kwa sababu tu chuo kimwambia aende field. Kwa hiyo hata sisi pia wanafunzi, sisi wenyewe tujitume, tunapoenda kuwa field kule tujitume, fanya kazi, uliza maswali, fuatilia kwa kina, kwa sababu kule field nyingi unakuta zina mitandao. Wanafunzi tu anaenda wifi ana scroll. Hapana, kwa sababu wifi inakufanya wewe hapo ulipokaa unaweza ukapata connection nyingine zaidi. Kwa hiyo mimi ningependa tuendelee kuwa na ule moyo wa kufanya kazi kwa bidii tunapoenda kuwa field. Na tukiangalia saa zetu ni saa 10:01 sasa, muda wetu umetuacha. Lakini kabla hatujaenda mwishoni kabisa, mimi ningependa kumuomba mgeni wetu hapa atoe maneno machache kwa wanafunzi wakiwa wanaenda field. Ni mambo gani wanatakiwa kuzingatia? Maneno machache sana kwa wanafunzi kipindi cha field. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa wanafunzi wote ambao wanatarajia kwenda kwenye kujifunza field, kujifunza practical, kitu cha kuzingatia ni nidhamu. Yes, mdumishe nidhamu, discipline, pia mzingatie pia time ya kujifunza, ila pia kuweni na passion ya kutaka kujifunza vitu vingi zaidi. Hiyo itakusaidia kwenye kukutengenezea wewe ujuzi ambao utakusaidia hapo baadaye. Kwa zingatieni sana nidhamu na passion.
Bana, kwa wewe ambao ulikuwa unatusikiliza na wewe mtazamaji wa kule YouTube, tunapenda kukutakia Jumamosi njema na siku njema.